Rais Samia mteua Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uteuzi aliofanya amemteua mkuu wa zamani wa Jeshi la Polisi Tanzania Balozi Simon Nyankolo Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Balozi Simon Silo ni miongoni mwa wakuu wapya wa mikoa watano ambao wameteuliwa, ambao wengine ni Eli Dennis James aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mboni Muita aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Beno Malisa aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na Jabiri Makame aliyeteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uteuzi aliofanya amemteua mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania Simon Nyankolo Silo kuwa mkuu wa mkoa wa Kigoma. Na hatimaye kiongozi ahamishwa kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemhamisha Kenani Lubani kiongozi kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu na kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, akichukua nafasi ya Paul Christian Makonda. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu haijatoa taarifa zaidi kuhusu Paul Makonda. Hata hivyo, taarifa hizi ni mabadiliko ya wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa ngazi mbalimbali nchini zimekuja ikiwa ni siku chache tangu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alipowataka viongozi wanaotaka kwenda kugombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 waandike barua za kuachia nafasi za uongozi wanazoshikilia kwa sasa. Ni taarifa kutoka huko jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemhamisha Kenani Lubani kiongozi kutoka kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu na kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, akichukua nafasi ya Paul Christian Makonda. Donald Trump atangaza mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa yeye pamoja na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wamefanikisha kile alichokiita mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Rwanda. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika taarifa kupitia jukwaa lake la Truth Social kuwa ana furaha na kubainisha kuwa wawakilishi kutoka Rwanda na DRC watawasili Washington DC wiki ijayo kwa ajili ya kusaini rasmi makubaliano walioyaongea. Rais Donald Trump aliendelea kusema kuwa nina furaha kubwa kuripoti kwamba mimi pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio tumefanikisha juu ya mkataba wa amani mzuri sana kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda katika vita ambavyo vimedumu kwa miongo mingi na kuhusisha umwagaji wa damu uliopitiliza hata vita nyingine. Trump aliandika. Tangazo hilo linakuja wakati Pakistani ikipendekeza rasmi Trump kwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kwa mchango wake katika juhudi za kuleta utulivu wa kimataifa, hasa katika maeneo yenye migogoro ya muda mrefu. Hadi sasa hakujatolewa tamko kutoka Kigali au Kinshasa kuthibitisha maelezo ya Donald Trump, ingawa hatua hiyo, iwapo nia ya kweli, imeelezwa kuwa inaweza kuwa maendeleo makubwa katika jitihada za kudhibiti mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa yeye pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio wamefanikisha kile alichokiita mkataba wa amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya watu wa Rwanda. Na hatimaye Paul Makonda aga ukuu wa mkoa wa Arusha. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili, kuwemo kumpa nafasi ya kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na baadaye mkuu wa mkoa wa Arusha, ambapo Paul Christian Makonda amesema licha baadhi ya watu kumkandamiza kisa mapambano yake ya kupinga dawa za kulevya na ushoga, lakini bado haikumzuia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumwamini na kumpa fursa nyingi. Akiongea kwenye jukwaa la wanawake iliyofanyika katika ukumbi wa kimataifa mikutano AICC jijini Arusha, Paul Christian Makonda amesema Mheshimiwa mgeni rasmi Rais Balozi Daktari Nchimbi
naomba kwa unyenyekevu mkubwa unifikishie salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini mara mbili ndani ya utumishi wake wa urais tangu mwaka 2021, kuniteua kuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi CCM na mkuu wa mkoa wa Arusha. Sikutarajia leo itakuwa hotuba yangu ya kuaga. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumwamini mara mbili, ikiwemo kumpa nafasi kuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM na baadaye ukuu wa mkoa wa Arusha, ambapo Paul Christian Makonda amesema licha baadhi ya watu kumkandamiza kisa mapambano yake ya kupinga dawa za kulevya na ushoga, lakini bado haikumzuia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kumwamini na kumpa fursa nyingine. Waandishi wanaogombea mwaka 2025 wasitishe kazi kwenye media zao. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari imewaagiza waajiri wa vyombo vya habari kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanaogombea nafasi za kisiasa wanasitisha utekelezaji wa majukumu yao ya kihabari kwa kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi. Taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi mkuu bodi ya Patrick Kipangula imesema kuwa kwa kuzingatia uwepo wa uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa mujibu wa masharti ya kanuni ya 12 ya kanuni ya utangazaji wa uchaguzi wa vyama vya siasa, tangazo la serikali lenye nambari 775 la tarehe 18 Septemba mwaka 2020, waandishi wa habari ambao ni wagombea nafasi za kisiasa wanapaswa kuzingatia kwamba wajihusishi katika shughuli za majukumu yoyote ya kihabari katika vyombo vya habari walivyoajiriwa kwa muda wote wa mchakato wa uchaguzi. Hatua hii inalenga kuzuia mgongano wa maslahi ya kulinda uaminifu wa vyombo vya habari mbele ya umma, hususan katika kipindi cha uchaguzi. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye bodi ya ithibati waandishi wa habari imewaagiza waajiri wa vyombo vya habari kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanaogombea nafasi za kisiasa wanasitisha utekelezaji wa majukumu yao ya kihabari kwa kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi. Mwenyekiti wa kijiji aongelea kukamatwa kwa Mlindoko. Mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Alumeru mkoani Arusha Masembisa amesema kuwa kijana Joseph Mlindoko ambaye anaunda kundi la mtandaoni la wachokonozi alikamatwa na askari wa jeshi la polisi ambao walianzia kwa kushirikisha uongozi wa kijiji. Amesema baada ya kumkamata kijana huyo akiwa kwenye gari ndogo akiwa na mtu mwingine aliyetajwa kwa jina la Fundi, walikwenda nyumbani kwake na kufanya uchunguzi pamoja na kuchukua vitu mbalimbali ikiwemo kinasa sauti, kamera, stendi ya kamera, vitabu vyake na kuviandikisha chini ya uongozi wa serikali ya kijiji. Uongozi wa jeshi la polisi Arusha ili kufahamu kukamatwa kwa kijana huyo Joseph Mlindoko pamoja na mwenzake aitwaye Jackson Lubalo Fundi au kupatikana, lakini mmoja wa ndugu wa Joseph aliambia kuwa Jackson na Joseph walishikiliwa katika kituo cha kati jijini Arusha. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mwenyekiti wa kijiji cha Majichai wilayani Alumeru mkoani Arusha Masembisa amesema kuwa kijana Joseph Mlindoko ambaye anaunda kundi la mtandaoni la wachokonozi walikamatwa na jeshi la polisi ambao walianzia kwa kushirikisha uongozi wa kijiji.